kama mnakumbuka, kama nyinyi wa Tanzania mnakumbuka, kitu ambacho mimi nilikichukia kwa Magufuli haikuwa sijui utendaji kazi, haikuwa sijui vitu vidogo vidogo, ilikuwa ni ukatili. Ilikuwa ni ukatili wake kwa watu wanaompinga na wapinzani. Hiyo ndio ilikuwa issue yangu kwa Magufuli. Kama mnakumbuka, hiyo ndio issue nilikuwa nampiga Magufuli every time. Lakini kuna vitu Magufuli alifanya ambacho hakuna rais Tanzania aliweza kukifanya. Na hicho kitu ilikuwa ni kuondoa rushwa au kuipunguza kwa yani sehemu kubwa, kuondoa ufisadi au kuupunguza kwa sehemu kubwa, au kuleta ile woga kwa viongozi and staff, kitu ambacho hakiweza kufanyika. Wakati alipofariki tu Magufuli, kuliinuka vifijo na nderemo kwa baadhi ya watu, na watu hao walikuwa miongoni mwao walikuwemo Mange Kimambi. Mimi wakati ule niliwahi kutoa angalizo kwenye clip ya kwamba huyu Magufuli inawezekana kabisa ana mapungufu yake. Inawezekana kabisa kuna watu amewaumiza. Inawezekana kabisa ametafsirika ama amekuwa dikteta, uchwara au dikteta. Inawezekana kabisa kuna watu wametekwa kwa sauti yake au kwa msukumo wake au kwa mapenzi yake. Inawezekana kabisa Tundu Lissu amepigwa risasi kwa agizo lake ama sivyo. Lakini ni moja ya mtawala ambaye ilikuwa rahisi sana Tanzania kuifikia nchi ya ahadi, kufika kwenye nchi ya ahadi ambayo karibu kila mtu angefurahia kuwa Mtanzania, angenufaika na rasilimali zilizomo Tanzania. Na nikasema ya kwamba ikiwa hamutanielewa, mnajua ni ushabiki either wa kidini au wa kimaslahi, mkidhani pengine wengine tulikuwa na maslahi kwenye utawala huo, basi siku zinakuja Tanzania itapitishwa kwenye moto ambayo kila mtu aliyempinga, aliyemkejeli, aliyeona, aliyefurahia kifo cha Magufuli atakuja kufahamu Magufuli ndiye ilikuwa rahisi sana Tanzania kufikia nchi ya ahadi. Sasa nizungumzie eneo la Magufuli. Alikuwa katili. Ni kwamba watu wengi naamini mnaweza mkakubali, wengi mnaweza mkaamini mkakubali kwamba inawezekana kabisa Magufuli kulikuweko na utawala wa fimbo ya chuma. Kulikuwa na namna fulani ya ukali, kulikuwa na namna fulani ya ukali. Lakini naamini wengi mnaweza mkakubali kwamba Magufuli alijipambanua, na kwa sehemu kubwa ilionekana alikuwa mkali kwa wazembe, kwa wezi, ama kwa wanaotumiwa na watu wa nje au wa ndani kwa kusudi la kuwaneemesha wezi ama la kupola rasilimali za nchi kunufaisha wachache au walio nje. Wengi mnaweza mkaamini mkakubali kwamba Magufuli alikuwa na, kama ni hicho kiitwacho dikteta au dikteta kiitwacho ukatili, alikuwa na ukatili kwa wabaya, waovu,
Ni kweli walipotea akina Ben Saanane, akina Azori Gwanda, akina Tundu Lissu walipigwa risasi, lakini unaweza ukakubaliana na mimi kwamba tumewahi kuwa na kiongozi ambaye alikuwa na uwezo wa kuambia watu wake acha, akiona umemtetea visivyo. Kwa sababu mimi kitu ambacho nimewajulisha mara kadhaa ni kwamba sehemu kubwa maovu, dhuluma, maonezi ya wasaidizi wa mtawala mara nyingi huwa wasaidizi wala hawatumwi. Wao hutafsiri kwamba tukifanya hivi itakuwa ndo anavyotaka mtawala, itakuwa ndo tutampendeza mtawala, itakuwa ndo mtawala atatuona tunafanya kazi vizuri, atatuongezea posho au vyeo. Ushujaa na ujasiri wa mtawala, utawala kuwa ni utawala unaotakiwa uwe hivyo, ni pale mtawala alipo na uwezo wa kuambia wanaohisi ndo wanamtetea lakini wanaharibu, kuambia acha, hilo ni baya, ni kweli nahitaji kutetewa, nia nilio nayo ninayoyafanya, lakini kutetewa isiwe hivi. Msitetee kwa kuteka watu, msinitetee kwa kumwaga damu za watu, msinitetee kwa kuua watu. Mimi nijuacho, nionacho, inawezekana kabisa kuna watu walipotezwa wakati wa Magufuli, walipigwa risasi ikiwemo Tundu Lissu. Mimi ninachohisi, ninachojua kabisa kwamba inawezekana kabisa Magufuli alipoona Tundu Lissu kapigwa risasi, inawezekana hakukuwa na sauti yake wala agizo lake. Inawezekana kuna watu walihisi pengine wakifanya hivyo kwa Tundu Lissu, pengine Magufuli angefurahi sana. Mimi nahisi kitendo cha kufika hospitali akawa salama, akatoka salama, akaja kurudi kugombea mwaka 2020, ninachohisi kama ingekuwa ni tamko, agizo la Magufuli, nahisi inawezekana baada ya kuonekana Tundu Lissu amenusurika, bado huenda angetoa agizo kwamba amalizwe. Lakini sasa hayo ni ya moyoni. Pointi atajua mwenyewe. Pointi kubwa iko wapi? Pointi kubwa moja, Magufuli kwa sehemu kubwa alikuwa anapinga wabaya, ambao sasa hata kina Mange Kimambi wameanza kukubaliana nayo. Magufuli alikuwa anapinga wabaya, mabaya. Kwa hiyo wakati mwingine kama ni yeye alikuwa anatoa agizo kwamba hao wapotezwe, ni yeye alikuwa anatoa agizo, lakini inawezekana mtakuja kuona nia ya ndani ilikuwa ni kwa sababu hawa watu wanapinga mema, wanatengeneza mazingira ya kuzuia dhamiri njema ya kuifanya hii nchi rasilimali zilizopo zinufaishe wote, kuifanya hii nchi mtu akiwa na cheo, mtu akiwa na cheo, akiwa na mamlaka, asiitumie kuonea, kunyanyasa watu. Huenda kuna watu wote mtakuja kukiri kwamba ile ndio moja kati ya dhamiri njema, jiwe walilolikataa waashi, jiwe tulilolikataa, na ya kwamba nchi itakuja kupita kwenye moto ambao kila mtu atajua lile lilikuwa ni jiwe walilolikataa waashi. Inawezekana kuna maneno, maiti zilikuwa zinakutwa kwenye sandarusi,
Sasa ufueni mwa bahari, kando ya bahari. Na wengine walijaribu katika habari za kusema, walikuwa wanajaribu kuhusisha kwamba inawezekana ni wale watu ambao wanakamatwa kule Kibiti, inawezekana ndio wanauawa na kutupwa kando ya bahari na vitu kadha wa kadha, ama inawezekana ni wale waasi wanaotoka Msumbiji ndo walikamatwa wanauawa na kutupwa hivyo. Vyovyote ilivyo, mimi nisemacho tu ni kwamba ikiwa kuna watu walikuwa naua watu Kibiti na wenyewe walipokamatwa, ikiwa walikuwa naua kweli na wenyewe walipokamatwa ndo waliouawa, kuna mahala mtawala ili asimame kwenye nafasi kabisa ya Biblia inatakiwa asimamie atakayeua kwa upanga auawe, kama ni hao na kweli walipokamatwa waliuawa. Sasa ikiwa jambo hilo ndilo utalishikia kidedea, huyu mtu ni mbaya, basi unaweza ukaja kuona ubaya wenyewe wa kuonea watu, wa kuwatesa watu wema, na wote mtakuja kukubali kwamba tumechezea shilingi dhahabu chooni, kwa sababu inawezekana tunaishi kwenye wakati ambao sasa kinachosakamwa sio ubaya tena, kinachosakamwa ni wema. Yeyote unayeweza kutoa taarifa za mbaya kafanya jambo gani baya, ndiye unayekabiliwa barabara, ili usifie kwamba aliyefanya baya fulani, hiyo ndo aina ya maisha na aina ya binadamu wanaotakiwa sasa. Inawezekana ndo unaweza ukawa salama hapo. Nina hakika kila nafsi, ulinufaikaje, ulisherehekeaje, lakini alimadamu imeruhusiwa dhuluma, uonezi ndio namna bora ya watu kuishi, ndio ujanja, basi nina hakika yeyote uliyenufaika mwanzoni, ulioshiriki kwa namna yoyote, utakuja kufikiwa na utajua kupinga wabaya, kuwaonyesha sura ngumu wabaya, ilikuwa ndio namna bora ya kutawala ama ya jamii kuwa pamoja. Nimaliza kwa kusoma maandiko kadha wa kadha, sababu akina sisi ndio wale ambao cha moto tumekiona. Na unaiona picha ya binti yangu hapa pembeni, baada imetoka kumzika. Akina sisi ndio wale ambao cha moto, na bila shaka ndio ambao tumetengeneza kizazi ambacho kiliandikwa watu wake watatimiza idadi. Ngoja kwanza nikusomee maandiko haya, alafu baadaye nikasome andiko fulani huku, utakuja kulielewa. Katika Mithali 28 nianzia mstari wa 15 hadi wa 17, taelewa kitu fulani hapa na kujua Biblia ilitangulia kwa mengi sana. Nasema, kama simba ungurumaye na dubu mwenye njaa, ndivyo alivyo mtu mbaya awatawalaye maskini. Mkuu aliyepungukiwa na akili huwaonea watu sana, bali achukiaye kutamani ataongeza siku zake. 17, aliyelemewa na damu ya mtu atakimbilia shimo, wala mtu asimzuie. Aliyelemewa na damu ya mtu atakimbilia shimo, na wala mtu asimzuie. Hapo utatafsiri wewe kuona ina maana gani. Mkuu aliyepungukiwa na akili waonea watu sana. Tafsiri unaweza kuongeza hapa, huwaonea watu wema sana, au watu wake huwaonea watu wema sana. Mkuu aliyepungukiwa na akili, watu wake huwaonea watu wema sana, na yeye hazui, kwa sababu kuna wakati mwingine
hukataa, anasema sio mimi, lakini likifanyika jambo baya, wewe ndiye kiongozi, haujiuzuru ama hauwawajibishi waliofanya, na wewe unasema sijui. Silence means permit. Silence means it is comfortable. Silence means it is mine, don't touch it. Hiyo ndio tafsiri. Ikiwa kila ubaya wewe unauita sijui, mbona hayo mambo yako sawa, mbona hivyo ndo amani, huko ndo kulinda amani. Ikiwa utawaumiza wanaotoa taarifa za ubaya fulani uliotendeka mahali, utawaumiza wanaolia, watakaolalamika, huko, hiyo ndio amani, huko ndo kulinda amani. Ama ukakaa kimya, ukafanya husikii, ama ukasema wanapotelea ni kwa waganga. Sasa makaburi mengi yameonekana kwa mganga. Niliwahi kuambia pale nyuma, akasema mbona mtasema, na bado tutasema, tutakuja kujua. Magufuli inawezekana kabisa ndiye kiongozi aliyepata kutokea, angeweza kulipeleka taifa hili kwa njia rahisi, kwa muda mfupi, kwenye nchi ya ahadi ambayo kila mmoja Mtanzania na hata Afrika ungekuwa mwanzo wa kuona fahari juu ya Afrika, juu ya Tanzania. Lakini jiwe walilolikataa waashi, tukawa waashi ambao tukalikataa jiwe kula pembeni. Najua ni lugha kubwa, sema huyo sio Yesu, ni kwa sababu hujui Yesu ni nini. Yesu ni mwanadamu yoyote anayeweza akawa msingi wa jambo jema zaidi kutokea katika jamii. Sasa sisi ni wale ambao tumekionja cha moto. Mimi niaminicho, sina ubaya wote, sihamasishi watu kutenda mabaya, lakini basi namna zote zilizofaa tendewe mbaya, yawatokee wabaya. Sasa ndio namna ambazo akina sisi kimekuwa kilemba chetu, limekuwa vazi letu, imekuwa alama yetu. Na naamini na walioguswa wengine sasa wameongezeka sana. Wengi naanza kuona kumbe ile ilikuwa ndo afadhali. Niliwahi kuambia wakati fulani Chadema, nikasema naweza mkaja kukubalika ikiwa mtakuja kutoka hadharani kukiri kwamba tulikosea sana kumtafsiri na kumwona Magufuli vibaya vile. Lakini nje na hapo, inawezekana mtakuja kupitishwa kwenye moto ambao mtakuja kukiri wakati too late. Kuna wakati chini ya mwaka 2015 hata mimi niliwaona Chadema ni kama wanatetea yake. Ndio wakati ule akina Deo Kunjombe wakasema hatusimamishi mgombea kwa mtu kama Deo Kunjombe hata kama CCM. Sisi tunataka watu wema hata kama wako CCM. Lakini baada ya Magufuli ilionekana kuwa chama pinzani, kumbe ni kuendelea kupinga tu, hata akitokea anayefanya yale ambayo kwa sehemu kubwa mlikuwa mnataka yafanyike,
mlikuwa mnapigia kelele yafanyike. Nilisema kuna ambao tunapopinga mabaya huwa tunayapinga kwa dhamiri ya kwamba ubaya utaleta madhara na hasara kwa uliyefanya leo au aliyefanyiwa. Lakini kumbe kuna mnaoweza mkawa mnapinga mabaya kama njia ya kupata watu wa kukushangilia ili upate ulaji fulani, lakini mwisho wa siku upate wa ulaji ama ukose, ubaya atakaotendewa ndugu yako wa karibu utakuja kuona unapita ulaji ulioupata. Na hata wakati mwingine wewe mwenyewe sasa utakapoanza kulalamika wakati huo, na wewe ndipo utaanza kuminywa na kujulisha, laiti ungejua ungemuunga mkono tu aliyekuwa na dhamiri njema, hata kama kwa mifumo ya kichama ni makosa kumuunga mkono mtu anayekuwa chama tofauti na wewe. Sijui kama, nadhani ndio vitu ambavyo mko navyo. Sasa mimi inawezekana Mungu ameniandaa, amenitengeneza ili nitengeneze kanisa ama jamii itakayotimiza idadi ya waliotakiwa kuuawa. Cha moto nimekiona, lakini kwa kuwa iliandikwa, niko tayari kupokea, kuona chochote ambacho mtu mwingine anaweza kawa anasema Mbarikiwa, tutakuonyesha, utaona. Niko tayari kuona na hata kutokuona, yani nikaondoka mimi wakaja kuona wengine, lakini nachojua iliandikwa kwenye Biblia na ilipaswa wawepo wanaoweza wakaja kutimiza, na huenda mimi ndiye nitakayetimiza au nitakayehusika sana kutimiza andiko hili. Andiko gani? Katika Ufunuo sura ya 6 mstari wa 9, sema, na alipoifungua muhuri ya 5 nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao. Wakalia kwa sauti kuu wakisema, Mola mtakatifu mwenye kweli, hata lini kutokuhukumu wala kuipatia haki damu yetu kwa hao wakaao juu ya nchi? Nao wakapewa kila mmoja nguo ndefu nyeupe, wakiambiwa wastarehe bado muda mchache, hata itakapotimia hesabu ya wajoli wao na ndugu zao watakaouawa vile vile kama wao. Inawezekana mimi ndiye nitakayetimiza ama niliyetengeneza jamii ambayo itarahisisha idadi ya wanaoweza kuuawa kama walivyouawa watu wa Mungu. Kwa niko tayari kuona idadi ya watakao kuwa wanauawa. Niko tayari kuona, na hata watu wengine waje waone na mimi ni moja ya hao watakaouawa. Sina hatia, sihamasishi kuua, sihamasishi mabaya. Zaidi mara kadhaa nimesihi, njooni tuzungumze. Lakini nimalize kwa andiko lilo katika Ufunuo, na kwamba upo wakati, mtarajie, nishawahi kuambia, upo wakati atakwenda kuinuka mtu atakayelipa kisasi, yani mfalme atakaye kuja kuingia. Ndio maana wakati mwingine ni vigumu sana mfalme huyo atokee kwenye vyama vya siasa. Kama atatokea ni maajabu, lakini kama atatoka nje ya mifumo itwayo kidemokrasia, atakachofanya atakuja kutimiza maandiko yasemayo Mungu waweka wafalme ili kulipa kisasi kwa wabaya. Unabii huo katika Biblia, katika kitabu cha Ufunuo sura 13 mstari nianzia wa 9, sema, mtu akiwa na sikio na asikie. Mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka, mtu akiua kwa upanga atauawa kwa upanga. Hapa ndipo penye subira na imani ya watakatifu. Na wakishia
yeyote anayehusika kuua watu, kuteka watu, asijidanganye kwamba yeye atakuja tu kunywa pombe, kuzeeka, kufa kifo cha kawaida. Asijidanganye. Na watabiria, nimeshawatabiria mara kadhaa, ni kama anaenda kuinuka kwa neno la Mungu, kwa uwezo wa Mungu. Atakuja kuinuka mfalme. Mtu atatafuta kila aliyewahi kuua kwa namna yoyote. Kutakuja kutokea kuuawa kwa watu hadharani. Kelele ya aina yoyote ya kimataifa haitasikiwa mpaka ghadhabu ya Mungu na hasira ya Mungu itakapokuja kutimia. Watalia watu nao wajua na usiowajua. Watalia wakati mtu huyo anatimiza neno la Mungu, kama Yehu alivyokimbia huku na kule kuua kila aliyehusika kwenye utawala fulani uliodhulumu uhai wa watu wema, waliopinga mabaya, walioonyesha kwamba mabaya haya yana madhara. Hata wewe kama unapata chochote, hakuna faida yoyote unayoipata. Wakati wengine wanalia, faida na raha ya mtu sio unamiliki nini, ni wewe unaishije ili kurahisisha mwingine aishi, wengine waishi kama wewe kwa namna bora kama ulionayo. Hiyo ndio raha ya mtu, hata kama una vichache ama una vingi. Sasa wanaofafanua hayo watakapoandamwa na kufanyiwa mabaya, na hakika upo wakati wote, jamii yote nakuja kushuhudia mtu atakayetimiza neno la Mungu kwa sura kama hiyo. Sasa basi, umenielewa kiasi gani? Lakini lugha yangu kubwa ni kwamba inawezekana akina Mange Kimambi, inawezekana wengine mlipotoshwa kabisa, inawezekana wengine mlikuwa kivyama zaidi, na mkiwa mnaona yani nyie mnachotaka ni chama fulani tu kishinde, ni chama fulani kiwe kwenye nafasi fulani. Lakini nawahakikishia mliwaza vibaya. Kuna mahali inabidi tuamini kwa mtu bila kujaisha yuko chama gani. Lakini kwa hapa tulipo, ni ajabu sana kuja kutokea mtu kwenye chama akasimamia neno la Mungu lilivyotakiwa, kwa sababu neno la Mungu huko mbele, ili ionekane umesimamia, ni kuhakikisha unalipiza kisasi kwa niaba ya Mungu na kutimiza maandiko ambayo kila aliyeua kwa upanga atatakiwa uwawe kwa huo. Sidhani kama kwenye vyama vya siasa kuna mtu anaweza kaja kutokea, kwa sababu baadhi yao huungwa mkono hata na watu ambao wamehusika, hutengenezewa mazingira ya kuja kupata nafasi ya huo uongozi na watu ambao utakapopata nafasi wewe watatakiwa wawe ndo wa kwanza kuuawa hadharani, na ukijionyesha natimiza kila ambacho Mungu alitaka. Mfalme anayemweka yeye, mtawala anayemweka yeye, mamlaka anayeweka yeye, iwe kwa ajili ya kulipiza kisasi kwa niaba ya Mungu, ili wale walioua kwa upanga wafe kwa huo msingi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Hii ni sauti ya mtu aliaye toka mazishini, kiwa ametoka kumzika Sifa, bali tokea gerezani kwa sababu ya kupinga mabaya. Anasema, itengenezeni njia ya Bwana, nyesheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa, atakayefiwa, ama afaye katika Bwana tangu sasa pate kupumzika mara baada ya taabu yake. Tazama, Mungu mwenye haki yu karibu kuja. Hii ni maana ya neno Maranatha.